أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله 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 أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ونحن مجتمعون أما بعد. أيها الإخوة، ndugu wapenzi watazamaji wa televisheni yetu TV Africa, katika sehemu ya kwanza ya darasa letu tuliona jinsi wanasayansi wataalamu wa karne ya 20 na 21 walivyoichukua aya hii ya sura ya 17 Bani Israila, aya ya 88, wakaiingiza katika kompyuta, katika hiyo program inayoitwa scanning programming, kwamba Qur'ani imesema ya kwamba hata kama watajikusanya jamii yote ya wanadamu na jamii yote ya majini ili wapate kuandika kitabu kilichokuwa mfano wa kitabu kama hiki, hawatoweza kufanya hivyo. Qur'ani ikaja ikatoa tena tamko lingine kwamba kuleta kitabu kizima ni jambo lililokuwa kubwa, kwamba nyinyi hamuliwezi, nyinyi viumbe. Qur'ani ikatoa tena lugha ya ushawishi, ikasema katika sura ya 11 surati Hudi aya 13 mpaka aya 14, Qur'ani ikasema am yaquluna iftara qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmi Allah wa an la ilaha illa hu fahal antum muslimun. Sadaqallahu alazim. Hivi wanasema wao ya kwamba hii Qur'ani ameitunga yeye mwenyewe huyu mtume. Sema uwaambie basi waandike sura 10 tu zilizokuwa za uongo zenye kutungwa, alafu kisha wawaite mashahidi wao wanaotaka kuwaita kinyume chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waje kulishuhudia jambo hili. Na ukiwaona wamenyamaza kimya, hawajibu lolote, basi fahamuni ya kwamba hii Qur'ani imeteremshwa kwa ilmu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa an la ilaha illa hu, na hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni yeye tu peke yake. Fahal antum muslimuna. Qur'ani ikaja ikawaita tena, ikawaambia ya kwamba kuleta kitabu kizima ni jambo lililokuwa kubwa, hamuwezi. Basi andikeni sura 10 tu. Hapa Qur'ani inaendelea kutoa ushawishi katika zile jamii kuu mbili zilizomo katika dunia. Qur'ani ikaja ikawaambia ya kwamba hata kuleta sura 10 ni jambo lililokuwa kubwa kwenu, hamtoweza. Basi leteni sura moja. Qur'ani ikaja ikasema katika sura ya 10 surati Yunus aya 38, am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Sadaqallahu alazim. Hivi wanasema ya kwamba hii Qur'ani ameiandika yeye mwenyewe huyu Muhammad. Waambie hao walete sura moja tu iliyokuwa yenye kutungwa ya uongo, iliyokuwa mfano wa sura za Qur'ani,
na wawaite wanaotaka kuwaita kinyume chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa kama wao wanasema kweli. Aya hizi zote zilikuwa ni za Makka katika kile kipindi cha upinzani uliokuwa mkubwa. Ikaja ikateremka aya nyingine katika sura ya pili Al-Baqara, aya ya 23 mpaka aya ya 24. Ikaja ikasema, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhadaakum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lilkafirin. Na ikiwa kama nyinyi mupo katika mashaka juu ya yale tuliyomteremshia mja wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, basi leteni sura iliyokuwa mfano wa hii Qur'ani, leteni, kisha muwaite mashahidi wenu kinyume chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waje kulishuhudia jambo hili ikiwa kama nyinyi mnasema kweli. Na pindi mtakapoweza kufanya hivyo, alafu Qur'ani kaje kasema walan taf'alu, na hamtoweza kufanya hivyo, na hamtoweza kufanya hivyo, na hamtoweza kufanya hivyo. Ndiyo maana yake hapo, walan taf'alu, abadan abadan abadan, hamtoweza kulifanya jambo hili. Kilichobakia kwenu, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara, uogopeni moto ambao kuni zake ni mawe na watu. Uiddat lilkafirin, umeandaliwa huo kwa ajili ya makafiri. Mashindano haya yanakuwa katika wakati wote na muda wote na zama zote, mbele ya watu wote na mahali wote, mpaka mwisho wa ulimwengu huu. Na mashindano haya yanakuwa katika fani zote za kiilmu. Kitabu mtakachokiandika, au hizo aya 10 mtakazoziandika, au hizo sura 10 mtakazoziandika, au hiyo sura moja mtakayoiandika, inatakiwa masharti ya fasihi ya lugha mama itumike kwanza, iwe inaleta maana katika hicho kinachoelezwa. Alafu pia inatakiwa katika fani zote za kiilmu, ikiwa katika siasa, sayansi, ustawi wa jamii. Na sayansi inagawanyika, kuna physics, kuna chemistry, kuna biology. Mnatakiwa na matawi yake yale katika hizo fani za kiilmu. Ikiwa katika geography au hisabati, mnatakiwa muyalete hayo yote. Kwa hiyo mashindano haya yanakuwa ni katika muda wote na wakati wote na zama zote, mbele ya watu wote na mahali mote, mpaka mwisho wa ulimwengu huu. Na toka limetolewa tangazo hilo mpaka hivi leo, hajawahi kutokea mwanadamu yeyote yule akaweza kuleta kitabu kilichokuwa mfano wa Qur'ani, au akaweza kuandika sura 10 zilizokuwa mfano wa sura za Qur'ani, au akaweza kuandika sura moja iliyokuwa mfano wa sura za Qur'ani. Mpaka hivi leo hajatokea kiumbe yote, na tayari zimekwisha timia karne 14. Qur'ani ikaja ikaeleza hivyo. Kwa hiyo katika tafiti hizo pia ikaja ikaonekana kwamba Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyomteremshia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na katu kiumbe hajaweza kuandika kitabu kilichokuwa mfano wa kitabu kama hiki kitakatifu Al-Qur'anul Karim. Haijatokea na haitotokea mpaka ulimwengu huu utamalizika. Na pia ikaja ikaonekana katika tafiti hizo ya kwamba Qur'ani ni kitabu ambacho kimepangiliwa katika mpangilio wa kimahesabu ya hali ya juu kabisa, na hakijawahi kupatikana kitabu kilichokuwa mfano wa kitabu kama hiki mpaka ulimwengu huu utamalizika.
Na pia ikaja ikaonekana katika tafiti hizo ya kwamba Qur'ani hii tuliyokuwa nayo leo katika karne ya 20 na 21 ndiyo ile ile original aliyoteremshiwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika karne ya 7. Hili limekuja kuthibiti katika chuo kikuu cha Uingereza cha Birmingham. Hapa ndipo mahali ambapo nyaraka zile za kale zinatunzwa hapa, zinahifadhiwa hapa, na kila baada ya muda fulani wataalamu wanazipitia nyaraka zile kuzikagua ili kuhakikisha ya kwamba zinaendelea kukaa vizuri, ili ziweze kudumu kwa muda mrefu, vizazi vitakavyokuja waweze kulishuhudia jambo hili. Ghafla wakakutana na kitabu ambacho karatasi zake ni ngozi ya mnyama. Kitabu hiki kiliwashangaza sana, kiliwastaajabisha sana. Wakaja wakajua ya kwamba kitabu hiki ni lazima kitakuwa ni kitabu ambacho kina umri uliokuwa mrefu sana, ni kitabu kilichokuwa cha kale sana. Ikaundwa tume ya utafiti kukichunguza kitabu kile. Mkurugenzi wa utafiti ule alikuwa ni Profesa Susan Waugh. Huyu anatoka chuo kikuu cha Uingereza Oxford, akisaidiwa na Profesa David Thomas, na huyu pia anatokea chuo kikuu cha Uingereza Oxford, wakisaidiwa na Dr. Muhammad Isa Waile. Huyu anatokea chuo kikuu cha Birmingham, wakisaidiwa na wataalamu wengine. Ikaja likakusanyika jopo la wataalamu. Jambo la kwanza walitaka kujua ngozi iliyotumika kuandikia yale maandishi ni ngozi ya mnyama gani. Wakaja wakagundua ya kwamba ni mnyama ngamia. Wakataka kujua ya kwamba ngamia huyu aliishi kati ya mwaka gani na mwaka gani. Wakaja wakajua aliishi kati ya mwaka wa 568 AD mpaka mwaka wa 645 AD. Mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa mwaka wa 570 AD, amekuja kufa mwaka wa 633 AD, wastani wa miaka 63. Kwa hiyo wakaja wakajua ya kwamba ngamia huyu aliishi katika zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wapenzi watazamaji wa televisheni yetu African TV, kwa leo tunasimamia hapa katika darasa letu hili, Qur'ani ni muujiza wa miujiza, na kauli mbiu ya katika Ramadhani yetu hii katika kituo chetu hiki cha television ni kwamba Qur'ani inakuwa ndiyo dira na msingi wa sayansi na teknolojia. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allah, Allah.